Yes, rafiki hali gani popote pale unapotufuatilia katika siku njema ya leo. Nikukaribishe sana msikilizaji, karibu. Mimi Veronica Franki hapa naungana pamoja nawe kila siku ya Jumatatu mpaka siku ya Ijumaa kuanzia saa 1 mpaka saa 2 kamili usiku. Karibu sana. Maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia, wanayaleta kwetu nasi tunawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Ndio tupo na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Spola ambayo tumeanza nao toka wiki iliyopita, na leo tunasogea mbele zaidi. Na mimi nikukaribisha, lakini zaidi nikukumbushe pale tuliishia siku ya jana. Jana tuliishia ndugu yetu anaitwa Spola akitueleza kikubwa zaidi. Spola anatueleza kwa habari ya yeye kupata nafasi ya kuzungumza maneno ya mwisho na mke mwenzake na majukumu ambayo amemkabidhi. Kikubwa zaidi amemueleza anapaswa enda naye akacheki afya. Ndio, lakini pia amempa jukumu la kumwangalizia watoto, na amemwambia awatazame mpaka pale watakapofika hatua na wao kuweza kujitegemea na wao kuanzisha familia. Lakini zaidi sana pia alimuomba muangalie Mawazo, na akimwambia Mawazo ni mtu mwenye tabia 1-2 lakini zisikupe shida, ni mtu mwema na ni mwepesi pia kuona makosa yake na kutaka kutengeneza. Na hatimaye huyu mama wakati umefika na ameaga dunia. Kwa hiyo kuna msiba na tulikuwa tumeishia maeneo haya. Karibu sana msikilizaji, leo tusogee mbele zaidi katika kusikia hiki ambacho ndugu yetu anaitwa Spola akishia pamoja nasi. Nikukumbushe miaka 11 EFM tangu matangazo yetu yalipoanza kuruka live. Sasa ni miaka 11, na sisi katika kurejesha shukrani za dhati kwako msikilizaji popote pale ulipo, tumekuandalia zawadi. Hizi ni maalumu kwa ajili yako. Kuna zawadi nyingi sana, mimi nakutajia kwa uchache. Kuna zawadi unaweza kupata friji, kuna unaweza kupata TV, unaweza kupata simu janja, unaweza kulipiwa kodi ya nyumba, unaweza kulipiwa bili ya maji, lakini pia unaweza kununuliwa umeme na nyingine nyingi. Lakini unapata nafasi wewe ambaye unasikiliza redio kwa sasa hivi. Kwa hiyo hizi zawadi zote zipo na watu wanaendelea kupata zawadi hizi. Hata wewe kwa sababu ni msikilizaji wa EFM una nafasi ya kupata zawadi hizi. Kikubwa zaidi uwe na mtandao wa Vodacom, uwe na mtandao wa Airtel au na mtandao wa Yes. Piga nyota 150 nyota 45 nyota 1 alama ya reli. Ukipiga utaulizwa maswali, vitendawili, methali, huko maswali mengi ya historia, na ukiajibu kwa ufasaha basi huenda ukawa mmoja kati ya wale ambao wanaweza kupata zawadi. Jamani, zawadi ziko nyingi katika kutimiza miaka 11 ya EFM. Una nafasi nayo kupata pia. Ndio. Anaitwa Spola. Spola anasema mimi ninayezungumza haya yamejaa moyoni mwangu. Taarifa za msiba ulinishtua sana. Ndio, najua kifo kipo. Ndio, kwa hali ya mgonjwa niliyomuona nayo, kwa namna ambavyo tulizungumza, tulivyoagana na maneno ambayo daktari alisema nami, ni dhahiri kwamba mgonjwa nyakati za kuondoka zilikuwa zimefika. Lakini pale ambapo unajua sasa mtu ameondoka, ina maana ndio unasema sasa kweli huyu mtu ameondoka, na ni uchungu tu ndio ambao unapata nafasi. Nami nilikuwa ni moja kati ya watu ambao walishiriki kwenye msiba. Ndio, nilishiriki mimi kwenye msiba kwa kusudi la kufariji familia, na zaidi pia kufariji Mawazo ambaye alikuwa kwenye wakati mgumu sana. Amempoteza mwanamke wa thamani sana. Mwanamke ambaye yeye Mawazo anasema, nimekutana kwenye maisha yangu na mwanamke wa thamani ambaye siwezi kumfananisha na mtu yeyote yule, na nafasi yake hakuna ambaye anaweza akaiziba. Sasa unajua mambo mengine watu wanaweza wakawa hawayajui. Yaani watu hawajui mambo mengine. Ni watu tu kukuona kwa nini umeenda kwenye msiba. Kwa mfano mimi kuchepuka na Mawazo, ina maana hiki ni kitu ambacho kilikuwa kinamwathiri sana yule mama mkwe. Lakini sasa katika kumwathiri mama mkwe, alikuwa anasema na watu wangapi?
yani anasema nao. Mawazo leo amekuwa ni mtu wa kuhangaika, anahangaika na mama mtu mzima huko, mama asiyoeleweka kazalishwa huko na vitu kama hivyo. Kwa hiyo mtu mwingine anaweza akajaji kwa namna ambavyo anaweza akajaji, lakini ukweli kuna baadhi ya watu tunajua nini kinachoendelea. Kwa hiyo tulimaliza taratibu zote za mazishi zilifanyika, na mimi sikuwa na mdisturb sana Mawazo, nilikuwa tu pamoja, lakini kama mtu ambaye na mimi nimekuja kushiriki kama marafiki au majirani au watu ambao namfahamu marehemu. Yani ile kimbele front kile kwamba na mimi yani mimi nilikuwa tu nimetulia kama watu wengine tu ambao wamekuja kushiriki kumpumzisha mpendwa wetu. Kwa hiyo vilivyokuwa vinaendelea mimi havikuwa vya kwangu. Naona kwa hiyo tulipomaliza mazishi nilimpa pole sana. Nilimpa sana pole Mawazo. Nilimpa pole sana. Hao ni watu ambao walifunga ndoa takatifu kabisa. Na kwao huyo binti ni mkoani, lakini kwa sababu alishaolewa, kwa hiyo ni familia kwa kina Mawazo. Kwa hiyo alipumzishwa katika makaburi ambayo ni familia ya kina Mawazo. Kwa hiyo ilikuwa ni hapa, haikuwa nje ya mji mwingine. Basi na mimi nikawa nimemaliza, nikarejea zangu nyumbani. Kiukweli na mimi niliguswa sana na msiba, ulinigusa sana. Spola anasema, lakini nikawa nimetulia. Mawazo alinipigia simu, nikamwambia vipo naendeleaje? Akasema naendelea vizuri lakini siko sawa. Nikamwambia najua. Akasema kuna mambo tu tunakamilisha hapa, nafikiri nitakuja, nataka kupumzika, nitakuja hapo nipumzike kidogo. Nikamwambia sawa. Na hiyo ilikuwa ni kama siku 3 hivi toka tumezika, yani toka tumempumzisha yule mama, kwa sababu pale nyumbani na maana kulikuwa na familia wa upande wa yule mwanamke, kuna marafiki zake, upande wa Mawazo pia. Kwa hiyo ilikuwa ni kifamilia zaidi. Walipomaliza kuzika, kwa hiyo wakawa wanakutana kama familia na vikao na vitu kama hivyo. Na ni kweli alikuja Mawazo, na mimi nilimpokea na nikamwambia unajisikiaje sasa hivi? Akaniambia siko sawa. Nikamwambia utakaa sawa. Nikampa maji ya kunywa, nikamwandalia chakula. Akaniambia pamoja na yote, lakini kwa sababu niko na wewe nahisi kupata nguvu mpya. Nikamwambia tuko pamoja na tutakuwa pamoja siku zote. Najua nafasi ya yule mwanamke hakuna mtu anaweza akaiziba, na nikamwambia nitajitahidi kwa kadri ninavyoweza kuhakikisha maisha yetu pia yanakuwa na furaha. Akaniambia najua na naelewa pia. Na kushukuru pia kwa uwepo wako, asante kwa support yako. Vile tu nilikuwa nikigeuka nikikuona napata nguvu. Na akaniambia usiwaze kuhusu mama, na nisikusumbue tena kuhusu swala la mama. Nafikiri mwenye mama atakutafuta na mtaongea, isikupe shida tena. Nikamwambia haya, yote tu ni mema. Nikaambia vipi kuhusu watoto? Akasema kila kitu tulishaongea na mama yao, kuna mapendekezo alisema, naamini amekushirikisha, tutakaa kama familia. Nikamwambia sawa, na nikamwambia mimi niko tayari na wewe unajua. Watoto wa mke mwenzangu ni watoto wangu na tutawalea. Mawazo tutawalea hao watoto, na Mungu atujalie afya njema. Tutawalea watoto wetu na mpaka pale ambapo Mungu atatuchukua. Lakini tunapokuwa tupo hapa duniani tutawajibika kama wazazi, na nakuhakikishia naweza nisifikie level za malezi ya mama yao, lakini nitajitahidi na Mungu anijalie uhai mpaka ile shauku ya mama yao niweze kuitimiza. Wawe na miji yao, wawe na familia zao. Akasema na kuamini. Spola anasema basi alikuwa ni mazungumzo ya kutiana moyo, ya kutiana faraja, kwamba pamoja na yote kuna nafasi ya kuruhusu maisha mengine yaendelee. Tunaishi hapa duniani, lakini kila mmoja itafika nyakati ataonja mauti.
kifo ni cha kila mtu. Kifo ni cha kila mtu na kinatisha kweli kweli, lakini kifo ni cha kila mtu. Wakati na majira na wasaa ule ambao mtu unaondoka ni fumbo kwa kila mwanadamu, kwa sababu hatujui ni lini. Hata madaktari wanaweza wakasema ataondoka, lakini kwa dalili hizi, kwa stage fulani aliyofikia, lakini ni wakati upi roho yake itaacha mwili, hakuna anayejua. Kwa hiyo hili ni fumbo kwa mwanadamu. Ni Mungu mwenyewe, yeye muumbaji, ndio ambaye anajua kwamba wakati wa kuzaliwa kwa mtu utakuwa hivi na mwisho wake utakuwa hivi. Je, na mwisho wake utakuwa katika kipi? Ni itakuwa ni ajali, huyu mtu atalala tu usingizini hata amka, mtu huyu atapata maradhi fulani. Yeye Mungu ndo anayejua mwanzo wetu na mwisho wetu. Na siku zote na sisi kama wanadamu tunapaswa kumuomba Mungu atujalie mwisho ulio mwema. Yani kwamba mwisho wangu uwe mwema. Mwisho mwema ina maana kumaliza salama. Wanakuambia mwisho wa jambo ndo una thamani zaidi. Kwa pale unapomaliza umetengeneza njia yako na tukapata nafasi nyingine katika maisha ya baadaye. Ndio Spora anasema basi nilimruhusu kwa sababu bado kuna mambo yanaendelea, na akasema mambo haya hayawezi kukaa siri, lazima yatabainika kifamilia na mama ataongea na wewe. Nikamwambia sawa. Sasa unajua mimi pamoja na mama mkwe tumekuwa ni maadui. Yani tena sio maadui ni maadui wale wenyewe, yani rusha neno ni kurusha neno. Yani hivyo, yani na mimi siamchukuliaga huyo mama mkwe huyu mama mkwe huyu hawezi kunipenda hata siku moja, kwa sababu kwangu ananiona mimi ni kama mnyang'anyi ambaye nimekuja kumnyang'anya mwanamke mwenzangu haki yake ya ndoa. Yani mimi ni mwanamke katili. Tena akisema una roho mbaya wewe, siku moja huyo binti yako utatamani aishi maisha unayompitisha mwenzio. Kwa hiyo hatujawahi kuzungumza lugha nzuri hata siku moja. Lakini nilitulia, na ni kweli huyu mama alinipigia simu yeye mwenyewe. Alinipigia simu, na aliponipigia simu tu akaniambia Spola mwanangu. Nikajua hapo sasa ndo penyewe. Spola mwanangu. Hiyo neno mwanangu, kwani mama alikuwa anasema hiyo sentence? Yani ni kukushambulia na kushambulia hadi unasikia kuvurugika akili. Na anakushambulia kwenye, yani anakushambulia mule yani. Spora anasema nikamwambia mama shikamoo, akaniambia marahaba, akaniambia mwanangu pole na msiba. Nikamwambia asante mama, pole sisi sote, msiba ni wa kwetu sote. Akasema najua mwanangu, sasa mimi nataka tuonane. Nataka tuonane, tuongee kwanza mimi na wewe, kuna vitu tuwekane sawa. Lakini pia nafikiri hatua nyingine, nafikiri sasa tutakaa tuzungumze kama familia, lakini jambo la kwanza nikasema mimi niongee na wewe. Nikamwambia mama sawa, na mimi nikawa ninamwambia mama mimi popote pale utakaponiambia nije niko tayari mama. Akaniambia mimi nitakuja hapo nyumbani. Mambo tuongelee hapo nyumbani kwako. Nikamwambia mama sawa. Kwa hiyo mimi nikawa nimetulia mpaka ile siku ambayo yeye alisema anaweza akazungumza na mimi. Kweli huyu mama alikuja hapa nyumbani. Yani kwanza siku ile kwanza anakuja, anaangalia nyumba, una nini humo ndani? Hivi vitu vyote unamchuna mtoto wangu. Uzee na mwanaume mwingine uje umpakazie mtoto wangu, aanze kuwa na majukumu ya malezi ya huyu mtoto. Mwanamke una roho mbaya sana. Unanirogea mimi mwanangu wewe? Lakini leo alipoingia macho yake hakupepesa kuangalia kuna nini. Nimehongwa kitu gani? Aliingia tu mwanangu yani. Na mimi nikampokea. Hata sina kinyonge na huyo mama. Sina hata kinyongo naye. EFM Nembo ya Taifa. Endelea kushia nasi katika safari yake ya maisha. Spola anatueleza haya. Spola anasema basi ni ukaribisho. Nimemkaribisha mama mkwe. Mama mkwe wangu. Mama mkwe mkorofi sana. Lakini leo kaja kwa namna ya tofauti, na ndo kama ninavyokuambia nilimkaribisha na akakaribia kaketi. Nikamwambia mama nimekuandalia chochote, tuanze kwanza na kimiminika mama. Akasema mwanangu ukiniletea hata kitu tu, maana tumetoka kwenye pilika kweli.
Kweli nikaa nimetengeneza juice nzuri, nikampa pale mama, akaipiga ile juice pale, akasema basi mwanangu natosha, nimetosheka hapa, nyingine itakunywa taratibu tuongee. Nikamwambia sawa mama. Kwa mimi nikawa tu nimetulia. Akaniambia wanasema mkubwa hakosei. Si unasikia huo msemo? Nikamwambia ni kweli mama. Akasema wanasema, lakini nikwambie mimi mama nilikosea. Nimekosea. Lakini nilifanya kama mama. Nilifanya kama mama ambaye nataka kulinda ndoa ya kijana wangu pamoja na mkwe wangu. Kwa sababu nilimjua mkwe wangu. Unajua huyu amekuwa ni yatima. Na naweza nikasema sehemu kubwa mimi nimekuwa nikimlea. Amekuwa ni mkwe wangu huyu, nimekuwa nikimchukulia kama mwanangu kabisa. Na ni mwanamke ambaye ana upendo sana, ana huruma sana, anajali sana. Ni mtu wa kusaidia watu sana. Moyo wa huyu mwanamke katika maisha yangu mimi mpaka nimekuwa hivi nilivyokuwa mtu mzima. Nimekuwa na marafiki, nimekuwa na ndugu. Kukutana na mtu mwenye moyo kama huyu, ndo niliuona huu moyo kwa huyu msichana. Kwa hiyo niliona ni mtu ambaye ni mwepesi kuonewa, kwa sababu yeye ni mtu wa kusema ninamwachia Mungu. Kuna mambo mimi naamini sio kila kitu unasema unamwachia Mungu. Hata katika kuonewa wewe unasema unamwachia Mungu. Wakati kuna mambo ya kutumia tu akili na kusema hii ni ndoa yangu, natakiwa niipambanie, natakiwa nionyeshe kwamba na mimi huyu ni mume wangu, yeye hawezi hata kuja kupambana. Hawezi kupambana, hawezi kulalamika, atabaki tu na kusema namwachia Mungu. Ndio maana nikasimama kwa ajili yake, kwa sababu namjua huyu mwanangu alikuwa yuko hivyo. Sasa mimi nilikuwa nataka kijana wangu awe na mke mmoja. Sijajua mambo ya vijana, inawezekana alikuwa na wanawake nje, lakini mimi katika kitu ambacho nimekuwa nikimwambia mwanangu, mke wa ujana wako ni mke wa thamani sana. Sitafurahi kwenye tumbo langu mimi ni mtoto wangu wa kike au wa kiume afike mahali watalakiane. Sipendi kitu kama hicho. Kwa niliamini mwanzo wa kwanza kutengeneza kiota mahali, yani kuna mwanamke anakuwa ni kama mchepuko wake rasmi, ina maana ni mwanzo mvurugano wa ndoa. Kwa nilifanya kama mama. Nizikana sikufanya kwa busara, lakini nilifanya nikiamini kwamba ninapambania ndoa ya kijana wangu. Mimi nikamwambia mama, nakuelewa mama. Nakuelewa mama unachosema. Akaniambia nisamee mwanangu. Nisamee. Yani sitaki kupinda, sitaki kuanza kujitetea sana. Ninapaswa kukuomba msamaha. Kuna kauli ambazo nimezitamka, inawezekana ikawa sio rahisi kwako wewe kufutika, kwa sababu tunatamka mara moja, lakini tunayemtamkia yale maneno yanaweza yakakaa ndani yake, kwa sababu sio vitu vya kufutika. Lakini naomba unisamee. Kuna neno baya nilitamka, naomba nilifute. Nilisema wewe ni mwanamke ambaye umekuwa ukichezewa, ni mwanamke kahaba. Niliyoyazungumza naomba niyafute. Wewe sio mwanamke kahaba. Nilisema habari ya uchawi, naomba niyafute mwanangu. Wewe sio mwanamke mchawi. Sio mwanamke mchawi. Na yatamka haya, pana yafuta hayo maneno, na yafuta kabisa. Mimi nakwambia ninayafuta hayo maneno. Kwa kinywa changu kilichotamka hicho natumia kinywa changu kuyafuta haya maneno. Basi nakumbuka nilimwambia mama, moyo wangu una amani na wewe mama. Kabisa. Hata tangu siku nilipokuona mama, nilikuona ni mama mwema. Kwa kuelewa mama kile ambacho unasema, ulikuwa unapambania ndoa ya mtoto wako, na kuelewa. Hata mimi mama kuna muda nilishakuwaza au nakosea au sifanyi sawa. Lakini nilikuwa kila nikitaka kutoa mguu, mke mwenzangu ananiambia hapana. Hata nami ikawa inaniogopesha sana. Inawezekanaje mwanamke ambaye ameibiwa mume na mimi ambaye nimemuibia aanze kunibembeleza kwamba mimi nisimwache wewe mwanaume? Na mimi mama nisamee kama kuna maneno niliyazungumza, na najua sio kama niliyazungumza. Naomba mama unisamee. Kwa sababu kuna muda mimi nikawa namwambia mchawi nani? Kwa mimi ni mchawi mimi. Mimi namroga wewe mwanao, nimeanza kumroga lini? Yani maneno yale unamshambulia mtu mzee, mnashambuliana. Lakini yote juu ya yote mama aliniomba msamaha.
na mimi nilitangaza kumsamehe, na yeye akasema, mwanangu, na mimi nimekusamehe. Niambie sasa tunaleaje watoto? Na mimi nikamwambia mama, mimi nilimwahidi marehemu, yani mke mwenzangu ambaye ameshatangulia mbele ya haki, nilimwahidi na kumwambia nitawalea hawa watoto, nitawalea kwenye mvua, kwenye jua. Yani ni kipindi gani, kipindi cha furaha na kipindi cha huzuni, ni ahadi yangu mbele za Mungu, nitawalea hawa watoto na mpaka pale nitakaposhuhudia hatua zao. Mama akasema, nashukuru mwanangu, nashukuru mwanangu. Mwanangu, mimi sikuwa najua haya. Nahisi ningejua ningepata shida sana. Kwa sababu sasa unajua mimi nimekuwa sasa nasumbuliwa na maradhi. Na ndio maana labda wakaamua kunificha, japo nilipojua ni kama yani niliugua zaidi. Lakini nimesikitika sana katika yote ambayo amepitia. Nikamwambia mama, nami pia sikuwa najua mama, na nimekuja kujua dakika za mwishoni. Na huyu mama akaniambia, sijui. Unajua nilikuwa nikimuona kama hana raha. Na ndicho kitu ambacho mimi nilianza kufuatilia, mbona huyu mtu hana raha? Ile hali nikimwambia mwanangu njoo, anaanza kuona kama mimi nilipo ni mbali sana. Mama nitakuja, mama nitakuja. Yaani sentence yake huko anacheka tu, mama nitakuja, mama nitakuja. Nikipambana mimi nimetoka huko, nimeamua kuja kumfuata. Nikimuona nasema, mbona unapungua? Mbona unapungua? Kwa sababu alikuwa na asili ya mwili. Yaani ana mwili fulani, sio mnene lakini ana mwili, yani mtu kanona fulani. Lakini siku zinaenda nakwambia, unajua nafanya diet. Namwambia diet za nini? Diet hizo za nini jamani? Diet ambazo zinawafanya mnakondeana hivi jamani, mimi sipendi. Kwani mwenzako ndo anapenda hivyo? Yani wewe ufanyage diet ukonde hivyo? Lakini kaanza kuona kama nuru yake inapungua, lakini ndo hivyo walinificha. Lakini wote ni mema. Naamini Mungu amempumzisha mahali pema peponi. Huku tukajadili mengi sana na mama. Na mama akasema, mwanangu, nimekupokea. Nimekupokea mwanangu kwa mikono miwili. Nilisema tuzungumze kwanza mimi na wewe, maana hatuwezi kuitana wengi kati mimi na wewe hatujatengeneza. Sio, haiwezi kuwa sawa. Nikamwambia mama, huu ni mwanzo wetu mpya. Akasema, naamini wewe utakuwa pia mkwe wangu mzuri sana. Nikamwambia, Mungu atujalie heri mama. Yani ndo mara ya kwanza tunazungumza vizuri mimi pamoja na mama mkwe. Basi tukapika chakula, tukala pamoja, tukacheka pamoja, tukafurahi pamoja. Na ndo moyo wake umefunguka, anamuona mtoto wangu sasa kama ni mjukuu wake. Hivi ndivyo ilivyokuwa. Sipola anasema mama, Mawazo na mimi tulipata nafasi kukutana watatu, tukazungumza. Na tukazungumza sana, na tukala chakula pamoja. Na siku zikazidi kusonga mbele. Na Mawazo akawa anakuja sana hapa nyumbani, yani nyumbani kwangu. Na anasema, mimi siwezi kuishi hivi. Yani hatuwezi kuishi hivi. Najua inaweza ikawa ni mapema, watu wanaweza wakajaji, yani imezekanaje mtu amefariki ndani ya miezi 6 mtu kaoa. Ina maana huyu alikuwa ana mahusiano wakati uko na mke wake, alikuwa na mchiti. Waja sasa, lazima huyo mwanamke kampata lini, amemchunguza lini, wamekubaliana lini, mpaka sasa hivi anaoa. Nyie wanaume nyie mtakuja kuungua moto. Watu wanasema wanavyoweza kusema. Kwa hiyo Mawazo alisema yeye anataka afanye haraka sana, anataka tukae kama familia. Na mimi nilikuwa niko tayari kiukweli kwa lolote, yani mimi hapa nipo hapa. Wakisema tu jamani watu waende nyumbani, niko tayari watu waende. Basi hivyo
Kwa hiyo mambo mengine yakawa yanaendelea, siku zinazidi kwenda, na mshukuru Mungu nilipata kibali pia kwa watoto wake, yani watoto wa Mawazo wananipenda, wananifurahia. Naweza nikaenda kwa Mawazo nikafanya usafi kule na nini. Jamani, si unajua tena ukisema mwenzako yani wanakuambia mwenzako yani hata huko, hata kwenye udongo, yani udongo bado haujaanza kumshika vizuri ardhini, yani mtu unaenda kwenye hiyo nyumba, si unajua watu. Kwa nenda tunafanya usafi na toka, lakini ulipofika mwaka alienda kujitambulisha nyumbani na hakuchelewa, alinivisha pete ya uchumba. Kwa hiyo mimi ni mchumba wa mtu rasmi. Ni mchumba wa mtu rasmi. Maneno hayazuiliki nakwambia. Yani maneno hayazuiliki. Utaambiwa wewe ndio ulisababisha yule bi mkubwa afariki. Mimi kwa mfano hizo mambo nimesikia. Alikuwa na mahusiano kabla hata marehemu, nakwambia marehemu alipata pressure alipogundua mume wake ana mahusiano na mwanamke nje. Pressure ndio ile mama kufariki. Ni mambo ambayo yanasemwa na watu, na ni mambo ambayo wengine ni ndugu wanayazungumza ambao hawakujua ugonjwa hasa uliomuondoa ndugu yao. Kwa hiyo wao wanazungumza kwa sababu walipata labda taarifa mtu anaumwa kaondoka, au walikuwa wanajua anaumwa anapona, lakini ni pressure. Ni yule mwanaume nakwambia alivyopataga pesa zaidi ndo akaanza kumnyanyasa yule mama. Maskini yule mama alivyokuwa mpole. Maneno ni mengi, lakini yote juu ya yote hatuwezi kuzingatia mambo ya watu sana. Tunaangalia mimi na Mawazo na familia yake, tunachokijua sisi ni bora zaidi kuliko wanaosemwa nje. Unaona, na hata mama alikuwa anasaidia pia kuambia baadhi ya ndugu ambao walikuwa wakinishambulia kwa namna moja ama nyingine, kusema hapana, sio sawa. Na kuna watu ambao mama alishawaambiaga, unajua Mawazo anafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, kuna hilo limama na nini na nini hivyo. Lakini sasa hivi yeye mama mkwe hanioni kama mimi mama. Unajua mama mkwe alikuwa anasema mimi ni mama. Na siku moja akaniambia, mwanangu, nilivyokuwa nakwambia mama, nilikuwa tunakwambia sentensi ya kukokera, wewe sio mama. Unaona? Lakini hivyo. Sasa mwisho wa siku tulifunga ndoa. Mimi pamoja na Mawazo tulifunga ndoa. Nikikaa nikiwaza kuhusu siku yangu ya ndoa yangu, nikasema kweli hatima. Yani mimi unajua katika maisha yangu nimekuwa msichana, nimekutana na Mawazo chuo, movement zangu za kuhangaika na maisha, kuangalia future husband yuko wapi, sikuwahi kumfikiria Mawazo. Ninakwambia sijawahi kumwaza wala kumfikiria hata kidogo. Yani hata kwenye 10 bora hayupo. Lakini ndio mwanaume aliyenifanya mimi nikavaa gauni jeupe la harusi. Ndio aliyenipa heshima mimi kuwa mke. Na sikwambii kwamba mimi niliingia eti kwa sababu nilikuwa sina option. Niliingia kwa sababu moyo wangu ulifunguka kwake. Kwa hiyo siku kwenye mahusiano niko kwenye utumwa. Kwa sababu kuna mtu unaweza ukasema wewe utakuwa uliamua tu kuwa naye humpendi. Nilianza kumpenda na nikampenda tena. Na nampenda hasa tena, na wivu naye shoti wangu asikwambie mtu. Tunasema shoti wanaume mfupi, wanaume wafupi wazuri wewe, wanaume wafupi wewe. Kama huyu Mawazo, mwanaume shoti ana upendo, ana roho nzuri, anajali, anaheshimu. Yani nikwambie kila mwanamke ni ndoto ya kupata mwanaume kama Mawazo. Nakwambia basi tu kama mimi nilikuwa narukaruka kama ndege. Sielewi nako tu anatulia wapi, lakini nishakutana na hao. Unazungumza mwanaume handsome, mrefu, unasema hivi mwanaume handsome mpaka awe handsome wawaje? Sifa mwanaume handsome kwanza awe tall. Awe na rangi hivi. Ninakwambia yani mimi nilikuwa nasema huko kote nilikuwa napoteza muda. Hakuna mahali niliwahi kufurahia love. Hakuna. Kwa hao ambao wananyoa ndevu zinanyolewa, wewe watu
wakiwaangalia watu unasema jamani, mbona huyu jamani mwanaume ni handsome hivi jamani. Lakini hamna chochote, hamna kitu. Kuna mtu mmoja anaitwa Mawazo, shoti moja hivi, mwanaume wa haja kabisa huyu. Huyu alinifungulia ulimwengu wa mapenzi. Alinionyesha ulimwengu wa mapenzi na aliniambia, unakumbuka nilivyo kukuambia miaka ya nyuma, aiseni miaka imepita. Yani niko chuo. Anasema unakumbuka siku ya kwanza kwenye kile kibanda hapo tuko hostel nilipokuambia na kuona wewe ni mke wangu na ulikataa. Lakini sasa ndio hivi, yani mimi sasa ni mke sasa. Tena hapo anakuja kuniambia hiyo sentence, yani na tumbo kubwa ili hapa nakwenda kujifungua. Niseme nini? Sisemi haya kwamba nafurahia nimepata hii nafasi kwa sababu mke mwenzangu amefariki. Hapana. Sisemi hayo. Sisemi hivyo, yani simaanishi hivyo kwamba nikisema huyu amekuwa mume wangu na namfurahia sana na nikakwambia na mwenzangu alipofariki ndo nilifurahia. Hapana. Haya mambo yote ni Mungu ndo anayoyapanga. Ni Mungu ndiye anayoyapanga. Na nikwambie, hata kama tukigombana na Mawazo, sauti ya yule mwanamke ni kama inasema na mimi. Amekwisha kulala yule mama, lakini sauti yake inasema na mimi. Yani nikikumbuka sauti ya yule mwanamke, mimi nimekuwa ni mtu wa kujishusha. Najua mimi kiasili, yani nimekuwa mkorofi sana, na Mawazo anajua. Lakini nikikorofishana naye, mimi nimekuwa singoji mpaka jua lizame. Yani nikikumbuka yule mwanamke alivyokuwa ananiambia Mawazo ana shida 1 2 3, basi mvumilie katika shida yake, na huyu ni mtu mwema. Narudi hapo namwambia mume wangu, mimi sipendi kugombana na wewe, naomba unisamee. Kwa hiyo nikajifunza, nikikosea, hata kama yeye kakosea, naambia mume wangu tusitafute mwenye makosa, ni mimi ndo nimekosea, basi tusameheane hata kama yeye ndo kakosea. Na kweli tunatengeneza furaha yetu na watoto wetu. Haya anatueleza ndugu yetu anaitwa Spola katika siku njema ya leo. Msikilizaji, nitakupeleka mapumziko dakika chache, nitarejea hivi punde, yani sasa hivi. Yes, tunasogea mbele zaidi msikilizaji, na tuko na mkasa wa ndugu yetu anaitwa Spola. Nami ni kuambie msikilizaji, leo ndio siku ile tutakuwa tukikamilisha mkasa huo ndugu yetu anaitwa Spola. Kumbuka haya ni maisha halisi ya kweli ambayo ndugu zetu wanapitia na wanayaleta kwetu, nasi tunayawasilisha kwako kwa njia ya simulizi. Na simulizi ya Spola tulianza nayo tangu wiki iliyopita. Leo tunakamilisha kabisa. Spola anatueleza haya katika safari yake ya maisha. Spola anasema ni furaha maisha ya ndoa. Naamini Mungu alinipa Mawazo. Sitaki kuzungumza katika njia ambazo Mawazo wamepita au mimi nilizopita pia. Naamini katika hatima. Kama tungekuwa tunajua wa kwangu ni huyu, lakini inaweza ikawa sio rahisi kujua. Kuna mtu unaweza ukawa na kila ukimuona una feel ndani yako kwamba huyu ni mke wangu, kwa sababu nilizungumza na Mawazo. Ulikuwa una feel nini ukiniona? Yani hata mara kwanza uliponiona tukiwa tuko chuo, uliona kama mimi nitakuwa mke wako, uliona nini? Mawazo aliniambia labda hii tunayo wanaume, ile mwanaume ana uwezo wa kumwangalia mwanamke na akafili ndani yake huyu ni mke kwangu. Sasa kwa sababu mimi sio mwanaume,
naweza nikawa sio rahisi kuielezea, lakini kuna mwanaume unaweza sasa hivi labda unaweza ukaelewa hiki kitu. Au wewe au wewe mwenzangu aga uelewage yani. Aliye mke ujui yani wewe ujuage chochote. Yani hivyo sasa sijui. Sasa na mimi kwa sababu naelezea hapa sio mwanaume, siwezi nikaielezea kiundani zaidi, na mimi naeleza vile nimeambiwa. Sielewi kiundani zaidi, hata mimi natamani kujua ni unajuaje kama huyo ndiye mke. Ila wanaume mawazo wanasema wanajua. Yani ukimuona tu unajua huyu mwanamke ninamuoa huyu. Kwa hiyo wanaweza wakawa wako 100, lakini huyo utakapomuona tu unasema huyu ndiye yule mke wangu. Connection ni nini? Yani kuna connection gani mpaka ufeel kwamba huyu ndiye? Sasa wanaume nyinyi ndio mnajua jamani, hata mtueleze hebu labda zaidi tuelewe. Okay. Lakini Spola anasema alinieleza nilifeel hivyo ndani yangu kwamba wewe ndiye mke wangu. Na sikutaka kupoteza muda. Nilipokuona wewe hukuniona, mimi nilianza kukufuatilia, nikajua mahali unakula, nikaja nikaongea na yule mama ntilie, akaniambia niko mahali pako ambako unakula, na nikaanza kumpa bill awe anakupa chakula. Unaona? Nilipoamua kuweka wazi ulichukia, lakini nikakwambia mimi naona wewe ni mke wangu. Aliniambia hivyo. Na ni kweli miaka hiyo ya nyuma aliniambia hivyo. Nilikataa na kumtusi alivyoshoti vile, nakwambia alishoti mwanaume mfupi yani, alafu mdogo unajua tena mambo ukiwa bado mdogo na hela hujaipata ikakutakatisha, unajua hela tena. Wewe unio shoti sasa hivi ni shoti lakini anang'aa, wewe amegrow. Yani unamfurahia kila siku. Lakini kwa nyakati hizo mimi nilikuwa naona yani hivi vitoto vya siku hizi vina tabia gani? Hivi na kinajiamini nini kikitoto? Amenikosea sana. Ameniharibia siku. Kwa hiyo kinanilipia bili pale. Kijinga kweli hiki kitoto. Lakini ndio hivyo. Spola anasema mawazo aliniambia unajua siku zimesogea. Wewe ulishaenda na maisha yako, mimi nimeenda na maisha yangu, nikapata girlfriend. Lakini huwezi amini, hata nikiwa kwenye mahusiano na yule msichana bado nasikia ndani yangu mwanamke sahihi kwenye maisha yako ni Spola. Tunaenda nikashindwa, nikapata mwanamke mwingine. Lakini na ndio maana sikuwahi kuacha kukutafuta. Nitakaa utani block, nitakupigia tena simu, kwa sababu bado kila mahusiano nayoingia najua wewe ni mwanamke wangu wa maisha. Jamani mimi niko yani huyo mawazo. Angejua mahali nilikopita. Nakwambia huyu asingenioa. Ni basi tu kuna vitu vingine havina midomo vikasema. Lakini angejua njia nilizopita. Yani mimi nakwambia yani maana nimehangaika. Unakutana na huyu, unasema sasa huyu ndio tunaenda kuoana. Unajihangaisha, nakwambia baby wangu taenda, nakwambia utapika na wewe utapika, fua na wewe osha vyombo, mpasia nguo baby yani mwisho wa siku mtu kakutupa kule kama choma cha kafu. Unabaki tu machozi puka mtu kashaenda tena bila huruma. Moyo tena unaugua unaibuka tena moyo unaibuka kwa mtu mwingine. Huyo sijui ni mfamasia ndio umeibukia huko, ulienda kutibiwa huko, kakutana naye I love you. Huyu sasa anakuja na style nyingine. Sasa hivi huyu anakuita honey, yeye sio anakuita baby, huyu anakuja na honey wangu lazizi. Na wewe ndio hiyo kichwa kikubwa, mnaenda baby, unajua mimi napenda hiki. Basi kila siku unafanya vitu vya kumfurahisha baby wako, baby honey wangu, honey lazizi. Na yeye mnaenda anakutupa kama chuma cha kafu. Sasa nikikutajia orodha hapa, yani nikakutajia 1 mpaka 2, kuna wengine naweza hata majina yao labda nikawa najua jina moja la mzazi nisilijue. Maana
tunahangaika kwa vingi. Unahangaika mtu kwa vingi mpaka unafika hivi. Mungu anatusaidie. Mimi nikasema kama mimi ningekuwa na macho ya kuona ya rohoni, ayo basi hilo jicho la tatu hilo linalosema ambalo waga wanalisema jicho la tatu, mimi hata ningehangaikaga hivi nilivyohangaika mimi. Ina maana kumbe huyu ndo alikuwa mume wangu. Ina maana kumbe huyu mimi ningempokea hivyo alivyo, hizo pesa ndo anaanza kuzitafuta. Ina maana tungeshirikiana, tungeamka pamoja. Lakini mimi nimekuja kumkuta mawazo. Sasa tunaanza maisha, sasa naanza kumuelewa. Ni amejua kupaka mafuta vizuri. Unaona? Amejua kupaka mafuta vizuri, amenona mwenyewe, ana usafiri wake, maisha yake poa, na mimi ndo naanza kama kuna jamani kaka, kumbe sio mfupi nyie kaka. Hivi kumbe nilikuwa namwangaliaga vibaya. Mbona kama tunalingana? Afu mimi macho yangu. Afu kama siku karefuka. Kumbe hela. Mungu atujalie hela nyie. Hela zinarefusha mtu wewe. Hela mtu anamuona toro, hela mtu anamuona handsome. Ulikuwa unamuona mtu nini, sasa hivi ukimuona yale masikio makubwa yaonekana unasema nyampua. Sikia mwanaume ana lipua likubwa, tena useme lipua nyampua. Sasa hivi unajiuliza hivi uliendeka kufanya surgery jamani? Yaani unaona pua yani imekaa mahali pake. Ila wewe. Hatari kweli. Lakini yote juu ya yote ilikuwa ni furaha. Yote yamepita na tuko hapa sasa. Sisi ni familia, sisi ni wanandoa, na kweli Mungu alinibariki nikapata mtoto mmoja ambaye tulipata pamoja na Mawazo. Mimi nimepata mtoto mmoja, na nikwambie mwanaume ambaye alinizalisha mimi, jamani, kuna wanaume jamani, hawajali, hawana hisia, yani ni watu wasiojali, kwa sababu huyo mwanaume hakuwahi kunitafuta. Na kwenye mahusiano tulikaa muda mfupi, ni miezi 6. Mwanaume alitokomeaga tangu hapo. Ukiniuliza hata sijui yuko hai, alikufa, sielewagi. Lakini namshukuru Mungu kwa yote, kwa sababu nilipata mtoto mzuri sana, binti yangu wa kwanza. Kwa hiyo sisi tuna watoto hawa. Mawazo yeye Mungu alimbariki ana watoto 2. Mimi nina watoto 2, na maana wa Mawazo pamoja na huyu mtoto ambaye nilizaa na huyu baba huyo mwingine. Sipola anasema niseme nini? Namshukuru Mungu kwa yote. Namshukuru pia mke mwenzangu. Namshukuru sana. Tumekuwa tukiwa na kumbukumbu ya huyu mama. Tumekuwa tukifanya kumbukumbu yake kila mwaka. Sio kwamba tunafanya ibada za wafu, kwamba tuna kama kumsujudu, no. Tumeweka utaratibu kuyaenzi yale ambayo hakika yaligusa mioyo yetu sana. Na mimi imekuwa ni siku ambayo inanikumbusha kutenda wema pia kwa watu. Huyu mama amenifundisha vitu vingi vikubwa sana kwenye maisha yangu. Yani nilikuja kujifunza duniani maisha ni mafupi sana. Kama Mungu amekupa nafasi ya kuishi leo, basi amini leo ndo ya kwako, kesho sio ya kwako. Kwa hiyo tunapopata nafasi tuna sababu ya kuwatendea wengine wema. Yes. Kuna vitu vingi nimejifunza kwa huyu mama, lakini pia alinifundisha vitu vikubwa sana kuhusu mambo ya afya, ambako na mimi nilianza kufanya uchunguzi wa afya yangu mapema. Namshukuru Mungu, sikukutwa nayo matatizo, lakini nilikuwa ni sehemu pia kuhamasisha wanawake wenzangu kwenda kupima matatizo ya kansa shingo ya kizazi, kujichunguza matiti, kujigusa kama wataalamu wanavyosema, lakini pia kuchukua hatua kwenda kufanya check up. Na kuna dalili zozote ukiziona, usichelewe, fika hospitali mapema. Na haya na mengine mengi. Lakini nikwambie kuhusu mama mkwe wangu, alikuwa rafiki yangu wa karibu sana. Yani sio mimi
sio mimi yani kama sio sisi ambao tulikuwa tunachambana, lakini tumekuwa marafiki sana. Hata kuna muda nimekuwa nikimtania mama, namwambia mama, sasa mwanao sasa hivi ndo nimemloga hasa. Sasa anacheka sana. Ananiambia, mwanangu, hata kama ukitaka kunilogea, nilogee tu. Mloge madam tu unamlea vizuri hivi anazidi kupendeza. Mnazidi kufanikiwa kwenye maisha, mnazidi kufurahi. Nilogee tu huyu kijana wangu. Basi tunataniana hivyo, tunacheka. Maisha yamekuwa ni ya furaha. Hii ndio imekuwa hatima yangu. Mimi namshukuru Mungu kwa yote, kwa maisha yangu. Mara zote nimekuwa nikimshukuru Mungu kwa yote. Siku zimesogea sasa. Mamangu mkwe alitangulia mbele ya haki. Watoto wamekuwa sasa. Hao watoto wa mke mwenzangu wamekuwa. Ile shauku ambayo mama yao alitamani naelekea kuitimiza. Muda sio mrefu. Muda mfupi sana inaenda kutimia, kwa sababu sasa wamekuwa. Watoto wangu pia namshukuru Mungu kwa ajili ya binti yangu, tunaendelea vizuri. Na mume wangu Mawazo ameendelea kuwa mume mzuri, mume bora sana. Na mimi nakwambia, nimekuwa nikimwambia kila mwanamke anayemuona mbele yangu apate mwanaume kama Mawazo. Unaweza ukampata mwanaume wako shoti na ukafurahia mwenzangu. Unaweza ukapata mwanaume mrefu unamtaka, akakupa stress, akakufanya wewe ukawa kama mwendo wazimu na ukota makopo. Yaani ueleweki. Lakini kumbe Mungu alikupangia upate shoti wako tu. Mmoja shoti safi, anakujali, anakukea. Unang'ang'ania, mimi bwana wafupi sipendi, na mwafupi bwana hapana. Mimi sio vitu vyangu. Shauri yako. Yes, msikilizaji, mimi nikushukuru sana kwa kunipa nafasi ya kushare nawe mkasa huu wa ndugu yetu anaitwa Spola. Spola amekuwa ni msikilizaji wetu mzuri sana wa ripoti ya leo. Na hata naye akasema, Vero, mimi nasikia ya wengine, inawezekana na yangu pia yakawa na kitu. Naomba na mimi niseme. Aliponieleza nikasema hakika hili ni jambo ambalo tukishare watu wanaweza wakajifunza. Naamini kuna kitu umejifunza. Hakika. Nami nikushukuru sana kwa kunipa nafasi kufuatilia mkasa huu. Mwanzo hata sasa tunahitimisha. Spola yupo. Na yuko katika jiji la Dar es Salaam. Na anaendelea vizuri. Anamshukuru Mungu sana. Kwa hiyo tuendelee kuwa pamoja. Jumatatu tutaanza mkasa mwingine. Na tuna mikasa ya tofauti sana. Usiku mwema na nikutakie weekend njema. Yes, lakini bila kusahau tumeanza weekend, unajua. Na kama tumeanza weekend, na tamani upate zawadi.